Rais wa Mali amejiteua kuwa waziri wa ulinzi. Kiongozi wa jeshi wa Mali, Meja Jenerali Assimi Goita, amejiteua rasmi kushika nafasi ya waziri wa ulinzi, hatua inayompa mamlaka kamili na ya moja kwa moja juu ya vyombo vyote vya usalama nchini humo, wakati nchi hiyo ikikabiliwa na tishio kubwa la usalama. Uamuzi wa Goita kujiongezea wadhifa huo juu ya nafasi yake ya sasa ya rais wa mpito umekuja kufuatia kuuawa kwa aliyekuwa waziri wa ulinzi Sadio Kamara. Kamara aliuawa katika mfululizo wa mashambulizi yaliyoratibiwa na muungano wa wapiganaji wa JNIM pamoja na waasi wa Tuareg FLA. Kifo cha Kamara kimetajwa kwa pigo nzito kwa serikali ya kijeshi ya Bamako, kwani alikuwa ndiye kiunganishi mkuu na mbunifu wa ushirikiano wa kijeshi kati ya Mali pamoja na Urusi. Chini ya uongozi wake, Mali ilijiondoa katika ushirikiano na mataifa magharibi na kuelekeza nguvu zake kwa Moscow kupitia msaada wa kijeshi pamoja na mamluki. Lakini katika muundo mpya wa uongozi uliotajwa siku ya leo Mei 5, 2026, Meja Jenerali Goita atasaidiwa na mkuu wa majeshi wa sasa Jenerali Omar Diara, ambaye ameteuliwa kuwa naibu waziri wa ulinzi. Hatua hii inatazamwa kama jaribio la Goita kuimarisha udhibiti wake jeshini na kuziba mianya ya kiusalama inayopelekea kupoteza maeneo kadhaa muhimu mikononi mwa waasi hivi karibuni. Goita, ambaye aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya kijeshi mwaka 2020 akiwa na cheo cha kanari, amepanda vyeo kwa kasi hadi kufikia daraja la jenerali ndani ya miaka 4 peke yake. Hata hivyo, kupanda kwake cheo kunaenda sambamba na kuongezeka kwa shinikizo kutoka kwa raia na jumuiya la kimataifa. Licha ya kujinimbikizia mamlaka ya kijeshi na kisiasa, wachambuzi wa masuala ya usalama barani Afrika wanamkosoa Goita kwa kushinda kutimiza ahadi yake ya msingi ya kurejesha amani. Mali imeshuhudia ongezeko la mashambulizi ya kigaidi na kupoteza udhibiti wa maeneo makubwa ya kaskazini mwa nchi hiyo, licha ya kuwepo kwa msaada wa vifaa na utaalamu wa kijeshi kutokea Moscow, Urusi. Uteuzi huu mpya unatazamwa kama kete ya mwisho ya Goita katika kujaribu kunusuru utawala wake na kurejesha heshima ya jeshi la Mali, yani FAMA, ambalo kwa sasa limepambana kwenye nyanja mbili, yani dhidi ya itikadi kali za kidini na waasi wanaotaka kujitenga na Tuareg. Ulimwengu wa sasa unasubiri kuona ikiwa mabadiliko haya ya safu ya juu ya ulinzi yataleta mabadiliko ya kimkakati uwanja wa vita au yatazidi kudidimiza nchi hiyo katika mzozo wa ndani usiokuwa na mwisho kabisa.